Mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025-26 zinazidi kushika kasi, zinazidi kupamba moto. Mnyama Simba amerejea tena kileleni baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Walima Zabibu kutoka mkoani Dodoma, timu ya Dodoma Jiji. Tunakwenda kuiangazia klabu ya Simba mwenendo wake, lakini pia wale wapinzani wao ambao ndio wako sambamba, yani wanafukuzana wao pale juu kileleni. Mimi ni Aloysi Sagara, niko na Florence Lenatus. Jumatatu tulivu, siku nzuri kama leo. Tumekutana hapa kukujuza mengi ya kimichezo na kubwa zaidi linatoka Msimbazi bwana, ndilo tuko nalo hapa. Taarifa njema nayotamani kukujuza inatoka Yasi wakishirikiana na Data Sports, wanakuletea ruta zenye kasi ya 5G, ruta ambazo zinakuwezesha kuunganisha watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, na ruta yenyewe bwana unaipata kwa bei rafiki, bei nafuu kabisa, 2,500, na ukishachukua ruta unalipia kifurushi kuanzia 70,000 na kuendelea. Ziko package mbalimbali kulingana na matumizi yako. Hao ndio Yas, huo ndio mtandao wenye uhakika zaidi na kasi yao ni ya 5G. Florence Lenatus. Hii kasi ya 5G ndio unaona saizi Simba na Yanga wako nayo. Yani hakuna mtu ambaye anahitaji kuwa mzembe, kila mtu anahitaji kuwa mbele ya mwenzie. Tumeshuhudia klabu ya Simba imeibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo uliochezwa hapo jana kwenye dimba la KMC hapa jijini Dar es Salaam. Baada ya kuibuka na ushindi huo, wamekwenda mpaka kileleni wakimwacha Yanga alama 1 tena. Hiyo inawapa matumaini Simba ya kwamba lolote bado linaweza likatokea, kwa sababu kwa upande wa Simba amebakiza mechi 5, Yanga zimebaki mechi 6. Leo jioni anacheza dhidi ya Namungo na yeye atabakiza mechi 5. Kubwa zaidi ni ushindi wa Simba, anaendelea kupambana na Yanga. Kwa mwenendo huu Florence, tunasema pengine tunaweza tukaenda mpaka michezo ile ya mwisho, kwamba huyu anacheza na mpinzani fulani na huyu anacheza na mpinzani fulani, ndio tukaja tukapata bingwa mwenyewe, kwamba bingwa bwana ni timu fulani, kwa jinsi ambavyo race ziko. Inaonekana hivyo Aloysi. Zikae kama imetokea kama msimu fulani hivyo litokeaga, kwa sikumbuki kwa msimu gani. Yes. Lakini Simba na Young Africans, tena Simba ndo alipelekewa kombe pale Benjamin Mkapa. Akashindwa nadhani sio kwa masuala ya point na alisahau vizuri. Lakini baada ya hapo Young Africans wao walikuwa wameenda kucheza na Toto Africa, yes, Toto Africans Mwanza. Ilikuwa ni Mwanza. Wakashinda, kwa hiyo Yanga wakawa wanarudi Tanzania, wanarudi Dar es Salaam kuja kujichukua kombe lao. Kwa hiyo inawezekana ikawa hivyo, kwa sababu kwa namna ambavyo unawatazama Simba na Yanga, mwenendo wao ambao wako nao kwa sasa hivi. Ukimtazama Simba jana ameshinda goli 1-0, moja goli ambalo ndani yake kuna uchachu mwingi. Tutafika hapo pia tugusie. Mtazama Young Africans ambaye dhidi ya Singida Black Stars ambao walibadilisha hadi golikipa, still bado akapoteza mchezo. Yes. Lakini leo wana Juma Mgunda, Fabrice Ngoi leo wanaenda kukutana naye tu, aliyeganda pale na goli zake 8 tu anapitwa. Tafsiri nyepesi ni maana yake ni kwamba kuna kitu pia hakipo sawa kwa Namungo kwenye swala la kutengeneza magoli. Yes. Au kuna tatizo pia kwa mchezaji, yote pia yanawezekana. Au kuna namna ambavyo wapinzani wanaokutana nao kwa sasa wamekuwa hawawapi nafasi kubwa ya wao kufunga magoli. Na sikumbuki mara mwisho Namungo kupata ushindi, yani kupata ushindi consecutive hivi imekuwa ni nadra sana kwa Namungo. Amekuwa akiambulia sare na kupoteza mchezo. Lakini wana kocha ambaye ana experience, kwa hiyo tuone namna gani ambapo anaweza akawapa game nzuri leo dhidi ya Young Africans. Florence, tulitazamia tukio ambalo umeligusia kwa uchache hapo, kilichotokea jana, penalti kwanza baada ya Elim Panzu kufanywa madhambi, mkwaju wa penalti ukapigwa na Clatous Chota Chama. Lakini kuna tukio ambalo kwanza tutafafanua ilipaswa kuwa penalti, lakini pia tutagusia jinsi ambavyo penalti yenyewe baada ya kupigwa ni scenario ipi ambayo ipo. Clatous Chota Chama kabla ya kupiga mpira ndani ya box alionekana yuko Elim Panzu pamoja na wachezaji kama wawili hivi wa Dodoma Jiji. Kisheria au kanuni inavyoelekeza, ile penalti ilipaswa kurudiwa na kupigwa kwa mara nyingine tena. Pengine Ali Mnyupe, mwamuzi wa kati ambaye alikuwa ndio refali wa mchezo, aliangushwa na wasaidizi wake kwa maana ya vibendela, ndio alimuingiza kombo, maana wanapaswa wao ndio kuangalia ni yupi ambaye ameingia ndani ya box kwa maana ya penalty area, na yupi ambaye na nani ambaye anapaswa kuwa nje. Pala alistahili kuwa mlinda mlango Daniel Mgole pamoja na Clatous Chota Chama kwenye pigo la penalty. Issue za waamuzi sasa, hiyo ni changamoto ambayo inaishi sana kwenye soka letu. Yes. Sijajua sababu ni teknolojia maybe inasumbua au vipi,
lakini ni jambo ambalo tutalizungumza hapa kwa muda gani, tutakaa tunazungumza kuhusiana na waamuzi kwa muda gani, kitu ambacho ishafika sehemu mimi nishazoea kwamba mwamuzi anafanya makosa kila siku. Alimnyupo na mzungumzia alifungiwa nadhani msimu huu michezo mizunguko mitatu nadhani ilikuwa ni mechi ile ya Yanga na Azam dhidi ya Yanga na Azam ambao alishinda kuwapa penalty Young Africans. Ilikuwa ni moment ya mwisho ya Prince Mpumelelo Dube, lakini baadaye ya kufunika penalty watu waka pressurize sana bodi ya ligi, wakamla block mechi tatu, ndio huyo amerudi. Ukija kwenye penalty yenyewe hatukupata ile video, yani kwa maana ya ile ya engo mbalimbali ambazo zingetuonesha kwamba ule ni mkwaju wa penalty, lakini kama mwamuzi alitafsiri kuwa penalty, pengine mahojiano yetu yanaweza akaanzia kwa Elie Mpanzu namna ambavyo aliingia kwenye boxi kabla hata unajua ilikuwa ni kabla hata Chama hajaupiga ule mpira, kwa maana hajauruhusu yani mpira wa ulikipera kwa tayari yupo ndani ya 18 yupo ndani ya boxi, lakini mwamuzi akashindwa kungamua hilo tukio. Pengine kitu ambacho unaweza ukaambia tu timu pinzani kwenye moments kama hizi, ni heri na wewe tu jitoe ufahamu, ufanye kama ambavyo wao wanafanya. Kwa maana ya kama watakuwa na aina hii ya tabia na waamuzi bado wanakuwa kama vile hawayaoni matukio, basi haina budi na nyinyi wapinzani, wakati ambao mpinzani anaenda kupiga penalty, angalieni movement za wachezaji wao, kwa maana kujua namna ambavyo mtawablock wasiingie golini na kuweza kuwadhuru kama ambavyo iliweza kutokea kwa Elie Mpanzu. Kwa maana Dodoma wao waliamua kufuata sheria na Mpanzu ya kuamua kufuata sheria, alafu hamna ambaye aliathirika na kile kitu. Kwa maana Dodoma wao ndo waliathirika, lakini yani Mpanzu hakuweza kuathirika na chochote, bado walinufaika. Bado walinufaika kwa walivunja sheria of course, lakini huwezi ukamlaumu sana mwamuzi. Huwezi pia sababu mwamuzi inategemea na yengo ambao, sababu yani ndio changamoto kwamba mwamuzi leo ulipokuwa ukimtazama yeye alikuwa anatazama mkwaju wa anamtazama Clatous Chama mpigaji anaenda kupiga penalty. Kwa hiyo mwamuzi wa pembeni yeye inawezekana aliona au mwingine yeye alikuwa anaangalia mpira. Changamoto ya waamuzi wetu ni kwamba kuna muda yani waamuzi wa pembeni wanaangalia movement ya mpira baada ya kucheza na ile mistari ya mwisho. Nilikuwa natazama mechi ilikuwa ni Arsenal siku tunacheza na nani, nikamtazama yule mwamuzi, yani anacheza na lines kiasi kwamba kuna Saadi anainama hivi, yani anachungulia hiyo nani kazidi huyo, yani yeye adili na masuala ya mpira yani movement ya goli ikiwa inatengenezwa anadili tu na line huko ya mwisho, kidogo kikizidi bwana hiyo offside anaiona. Angalau kidogo yanakuonyesha namna gani walivyo makini. Sasa waamuzi wetu sisi, nikaja nikamfuatilia mmoja, yeye anafuatilia movie ya mpira, ni mpira ulipo. Ilikuwa ni mechi ya Mashujaa na Azam, ile robo finali CRDB. Nadhani alifunga Imilimao lile goli. Yaani wakati ambao ile cross inapigwa, nilisoma body language ya mwamuzi wa pembeni. Alikuwa anatazama mpira ambao cross inapigwa. Ila cross ilipofika kwa Imilimao, ndio akapeleka macho kwa Imilimao, akasema Imilimao yuko offside. Wakati ambao cross inapigwa Imilimao alikuwa kwenye mstari pamoja na ulinzi wa Mashujaa. Alikuwa onside. Mpira ulivopigwa Imilimao akautime kwa mbele. Yaani alivyofikisha tu kwenye mguu wake mwamuzi. Lakini mwamuzi ungemfanya kwa mwanzo alikuwa angalia ule mstari, bali alikuwa anaangalia mpira ule. Mpigaji wa cross ambaye alikuwa anaenda. Florence, tumeshuhudia mechi ambayo kwa upande wangu mimi pia nilienjoy game ambayo Dodoma Jiji walimpatia Simba jana. Yani ulikuwa unatazama mechi, hujui ni muda gani Simba atafungwa, hujui ni muda gani Simba atafunga. Ni kwamba kocha Amani Jusia wa Dodoma Jiji alifahamu quality ya klabu ya Simba, na jana Simba wakawa wanajaribu sana kupeleka pressure kubwa kwa Dodoma Jiji, na hata penalty ambayo ilitokea ni baada ya Elie Mpanzu kulazimisha tukio. Akawa anajitahidi kupenya katikati ya msito wa walinzi wa Dodoma Jiji. Mwisho wa siku golikipa kaweka mkono kaenda chini, hata kama ndio alimlagahi, lakini ndio ikawa penalty. Unatazama hii Simba ambayo inatengeneza nafasi, japo saizi kuna huo wastani mzuri wa kuzitumia, japo sio kwa asilimia za juu sana. Ukimsikiza hata kocha Steve Barker pia bado analia na changamoto hiyo, hata upande wa pili kwa maana klabu ya Yanga pia wanalia na changamoto hiyo kwamba tunatengeneza nafasi nyingi, tunashindwa kuzitumia. Endapo jana Simba angepoteza mchezo Florence, pengine lawama kubwa zingekuwa kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Kuna nafasi kama 2-3 kubwa, big chances alizipoteza. Changamoto inakuwa ni nini Florence? Mchezaji nafasi inapatikana ya wazi ila anaipoteza. Ni kutokuwa makini, ni pressure imemuingia mchezaji, na hiyo ndio tofauti kubwa
mchezaji mkubwa na mchezaji mzuri. Tunasema kuna great player pamoja na good player. Kwa hiyo Mpanzu ni good player, so great player. Yes. So mchezaji mkubwa, mchezaji mzuri. Ndiyo. Mchezaji tu mzuri. Anaweza akafaa kwenye timu za Simba na Yanga hivyo. Kwa nini kuna tofauti? Tofauti huwa inatokana na namna ambavyo mnafanya maamuzi uwanjani. Ndio. Yaani kwa nini baadhi ya players wakifanya maamuzi uwanjani, yani tunawapongeza. Ni asilimia kubwa ya maamuzi, mfano mtu kama Declan Rice, si Bruno Fernandes, si akina Kobe Mainoo, si Casemiro. Yaani kwa nini tunaona ni wachezaji wazuri? Ndio. Kwa sababu ya maamuzi wanayofanya uwanjani, kwa sababu maamuzi wanayofanya uwanjani ni unpredictable. Yaani hata kwa anafanya jambo moja tu ambalo wewe lipo kwenye mafikirio yako. Yeah. Ni watu ambao wanafanya maamuzi tofauti kulingana na momentum ya mchezo inavyokuwa. Kwa hiyo wakati ambao tunaenda kushambulia, labda tuko wachezaji watatu, kuna nafasi ambazo zilikuwa 2 nadhani kwa Elie Mpanzu. Pengine angemuona Anicet Ura au Clatous Chota Chama au Libasagei. Yes. Simba angekuwa ameshapata kama magoli 2 matatu. Ndio. Lakini kutokana na aina yake ya maamuzi ambayo yanatabirika ya kila siku, kwamba yeye atadribble, atafika mbele ya box, hata utazama wenzake, atapiga shuti. Yaani ndio tabia ya Elie Mpanzu. Yaani ndani ya box atapiga shoot, afika ndani ya box atapiga shoot. Ni mchezaji ambaye maamuzi yake yanatabirika. Kwa kuna namna ni rahisi kumblock, right? Yeah. Kuna namna ni rahisi kumzuia Elie Mpanzu asifanye kile anachokihitaji, kwa sababu ni rahisi kutabiri au kuanticipate nini ambacho anataka kukifanya. Lakini hauwezi pia ukaacha kuzungumzia touches zake kwenye mpira. Unajua kwenye final third Aloisi, ndio hatuhitaji kuwa na touches nyingi sana. Yeah. That's why ukikutana na timu inacheza possession based football, positioning play. Huku nyuma inawezekana wakuta wachezaji wanachezea sana mpira. Yeah. Ila wakifika katika eneo lako la ulinzi hawahitaji kuchezea sana mpira, kwa sababu wanaamini space ni ndogo. Kwa kama space ni ndogo, hauwezi ukafanya runs, lakini space pia inaweza kukunyima wewe kupiga shoot au kufanya attempts yoyote ile nje ya goal. Au uwezo ukajaribu kucheza ile 1v1 kwa sababu space ni ndogo. Sasa wanachotakiwa ukifanya ni kujaribu kujua namna ambavyo unaweza ukausafirisha mpira. Yaani wewe usiwe na haja ya kusafiri, ila mpira uwe na uwezo wa kusafiri. Kufanya zile tunasema quick passes, pasi za haraka. Umeshatengeneza patterns ambazo zitawasaidia kufika golini kwa mpinzani. That's why ukiangalia Anicet Ura, Nixon Kibabage, Clatous Chota Chama, kuna muda anatengeneza overload upande wa kushoto. Jambo ambalo linasaidia usafirishaji wa mpira wa Simba katika upande ule na kuwa rahisi. Ndio. Kwa goli ilikuwa sikumbuka wakati za mechi na nani. Ilikuwa dakika ya mapema sana, Simba wanapata goli kupitia kwa walikuwa ni Chama. Pasi ilitoka kwa Nixon Kibabage. Yaani ukiangalia ile pasi pake inamfikia Chama, ilitoka kwa Anicet Ura ikafika kwa Nixon Kibabage. Kibabage kampa Clatous Chota Chama very quick. Yaani give and go passes, tayari tushafika kwa mpinzani, tumemfunga. Kwa sababu urahisi wa wewe kutaka kupiga chenga au kupiga mashuti ni mgumu kupata kutokana na space kuwa chache, right? Kwa unachotakiwa kukifanya ni kujua namna gani ambavyo hamna haja ya wewe kuwa na touches nyingi. Labda ujue namna gani huu mpira unaweza ukasafiri na kufika golini kwa mpinzani kwa kuzingatia patterns ambazo team kocha anakuwa amezitengeneza. Kwa hiyo ukitazama kuna muda unasema Mpanzu anakuwa na touches nyingi sana. Yaani miguso mingi sana ya mpira ambayo unajua kabisa huko ni kwenda kupoteza mpira. Mpinzani hawezi kukuruhusu mpite wa kwanza, wa pili, wa tatu anakutazama. Tusibora kuchezea buti. That's why alikutana na buti nyingi sana. Florence, pengine tumalizie kuiangazia klabu ya Simba kwenye mbio zake za kutafuta ubingwa msimu huu ndani ya ligi kuu ya NBC. Nilimsikiliza mwenyekiti Multaza Mangungu baada ya mchezo ule, anasema malengo yao ni yale yale. Msimu huu lazima malengo yao ni yale yale, kutetea, yani kupambania mataji. Kama sio ligi kuu basi shirikisho. Ukitazama mataji mengine wameakosa, japo wana taji moja mkononi, kombe la Muungano. Ligi kuu bado kuna hiyo nafasi. Amekataa usipambanisho kwamba Simba na Yanga, anasema timu zote 16 zinawania ubingwa. wana nafasi. Sasa tofauti alama 2 tu, Kakaloso wapo kileleni. Ndio wanasema wanakaa kama WhatsApp status. Wapo kileleni, yani tayari wana nafasi ya kuwa bingwa. Kama kwa sasa hivi wana uwezekano wa kushinda mechi moja ikawafanya kuwa kileleni hata kama mpinzani hajacheza. Maana hiyo ni advantage. Kwa hiyo huwezi kaacha kuwatoa kwenye ubingwa. Kwa hiyo opportunity wanayo. Wao tu kuendelea kushinda games zao. Nadhani sasa hivi hawatocheza mechi yoyote. Mpaka FIFA break ipite. Mpaka FIFA break ipite nadhani.
Bwana ulikuwa nami Alois Sagara, nilikuwa na Florence Renatus. Tumeweza kuiangazia klabu ya Simba mara baada ya kuibuka na ushindi hapo jana dhidi ya Dodoma Jiji, ushindi wa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Elim Mpanzu akimalizia mpira ambao Chama alipiga penalti, Daniel Mgole akaokoa, Mpanzu akawai akaweka nyavuni, mnyama akaondoka na alama 3. Leo kazi ipo. Wananchi klabu ya Yanga wanavaana na Namungo ya Juma Mgunda aliyepita Coastal Union pamoja na klabu ya Simba. Bwana, ndani ya Data Sports nyuma kamera alikuwa Mr. Alpha, ndiye aliyetuwezesha mimi na Florence kuweza kuonekana vizuri zaidi. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.